Kila mtu anaongelea kuhusu utajiri na namna gani ya kuweza kutengeneza utajiri. Iko hivi, hata Bible inaongelea kuhusu utajiri, na kwenye Bible imeweka wazi kwamba Mungu anatupa nguvu za kutengeneza utajiri, which means anatupa potential, nguvu ya kuweza kutengeneza utajiri. So swali linabaki, utajiri ni nini? Watu wengi wanaangalia kwenye engo ya pesa ama vitu ambavyo wanamiliki, lakini utajiri ni zaidi ya kitu gani ulichonacho kwenye akaunti yako ya benki ama kitu gani ulichokipaki hapo nje ya nyumba yako. Kama unataka kuwa tajiri kweli na uweze kufurahia utajiri, unahitaji aina 4 za utajiri. Na sio kwamba uwe na aina moja au uwe na aina 2, hapana. Unapaswa kuwa na aina zote 4 za utajiri. Aina ya kwanza ya utajiri, unatakiwa uwe na social wealth. Yaani hii ni utajiri kwenye mahusiano yako na watu wengine. Hii ni aina ya kwanza utajiri. Iko hivi, nafikiri mshasikia sentence nasema idadi ya network ulionayo ina determine idadi ya utajiri ulionao. Aina ya pili ya utajiri ni financial wealth. Hii ni utajiri wa pesa. Ukishakuwa na utajiri mkubwa wa watu unaoweza kufahamiana nao, hii itakusaidia moja kwa moja kukuleta kwenye aina ya kipato utakachoingiza. The more unavyokuwa na watu wengi, inakufungulia milango ya kibiashara. Hivyo definitely hii inapelekea kupata utajiri wa kiuchumi. Aina ya tatu ya utajiri ni muda. Hapa tunazungumzia uhuru wa muda. Iko hivi, kama unakuwa na pesa na huwezi kupata muda wa kuenjoy pesa zako, wewe sio tajiri. Aina ya 4 ya utajiri ni physical wealth. Hapa tunazungumzia afya yako. Ukiwa unaumwa, ukiwa na stress, ukiwa huwezi kumove mwili wako, japokuwa na utajiri, kuna umuhimu gani wa kuwa na pesa zote duniani? Hata Biblia inasema hivi, ni jambo jema kupokea utajiri kutoka kwa Mungu na kupata afya njema ya kufurahia. So ndio unakutana na watu wengi ambao wameamua kuachana na kujenga mwili wao kwenda kutafuta pesa. Alafu akishapata pesa, wanakuja kutumia pesa kujenga mwili wao tena. So unakuwa umefanya kazi bure. Unapokuwa na afya njema, unakuwa na utajiri. So kama hujafollow account hii mpaka sasa hivi, sijui unasubiri nini?